Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwa mafundisho mengine. Kwa majina ni Nabii Justus Masika Severio. Nakuja kuwafundisha tena mafundisho mengine ya Noa. Jinsi Noa alitengeneza safina. Iko na maana gani? Kwa hiyo kutengeneza safina. Endelea kunifuatilia kwa YouTube channel. Jina ni Justus Masika Severio. Subscribe, share kwa Facebook, share kwa rafiki zako, WhatsApp, ili injili ya Mungu iendelee kwenda mbali. So nataka nikusomee kitabu ya Genesis 6 verse 13. Inasema Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wamejaza dunia na dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina na mti wa mvinje, na ufanye ndani nyumba zake safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivyo ndivyo utaunda mikono 300 urefu safina, mikono 50 upana. Mikono 300 urefu, mikono 50 upana. Iko na maana gani? Ukifungua Genesis hapo pengine nasema na mkono juu kwenda na urefu kwenda juu, na mikono 30 kwenda juu urefu, mikono 30 kwenda juu kwenye safina mwangaza. Sasa hapa Mungu anaongea na Noa, akamwambia mwisho wa mwanadamu umefika, kwa maana wanadamu wametenda sana dhambi hapa duniani. Ukanijengea safina, kwa maana ukishajenga safina nitaenda kunyesha mvua gharika kwa siku 40. Sasa Mungu akamwambia Nuhu ajenge safina, na wakati Nuhu alisikia sauti ya Mungu akaamua kuanza kujenga safina. Wakati Nuhu alianza kujenga safina, kwa maana amesikia sauti ya nini? Sauti ya Mungu. Mungu akamwambia Nuhu, na hii safina upana wake utaweka mkono 50, urefu wake uweke mkono 300, kwenda juu mikono 30 kwenda juu. Sasa hizi mikono zinamaanisha nini? Hii mafundisho vile na kufundisha iko na maana yake. Kila mafundisho iko na maana yake. Nuhu alifanya maagano na Mungu. Baada ya Nuhu kujenga safina, Mungu akamwambia Nuhu, baada ya Nuhu kujenga safina, Mungu akanyesha mvua kwa siku 40 kumaliza ile kizazi ambayo ilikuwa imetenda dhambi au kusikia sauti ya Mungu. Baada ya Nuhu kumaliza kujenga safina, mvua ikaisha. Mungu akamwambia Noa, sasa ninaenda kufanya maagano na wewe. Kuanzia leo sitawahi nyesha mvua katika nchi tena. Sitaimaliza binadamu na mvua tena, kwa maana umesikia sauti yangu, umejenga safina. Na Mungu akamwambia, ili ujue nimefanya maagano na wewe, sitainyesha mvua tena katika nchi. Ninaenda kuweka alama yangu mbinguni. Naenda kuweka upinde mbinguni. Upinde ni nini? Ni rainbow. Rainbow iko na maana. Hiyo rainbow alifanya maagano na Noa. Tukiona rainbow hiyo, tunajua Mungu aliongea na Noa hatainyeshia mvua dunia tena ya mafuriko. Sasa tukiona hiyo rainbow inapaswa tufanye nini? Na hata kama tujaona hiyo rainbow, kama sisi wa Afrika ama wa Kenya, unajua Biblia nasema watu wangu katika Hosea wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unajua sisi wa Afrika tunaangamia kwa kukosa maarifa. Hatujui maarifa ya Mwenyezi Mungu. So hiyo rainbow iko na maana. Hiyo rainbow tukiiona, inapasa tushukuru Mungu. Tuombe Mungu, tumwambie Mungu kupitia kwa hii rainbow ambaye ulifanya maagano na Noa. Mungu kwa hii nyakati, hii msimu wa mvua ambaye inakuja kunyesha katika nchi, Mungu hii mvua isikuwe mvua ya mafuriko. Hii mvua Mungu tunakuomba, hii mvua isikuwe mvua ya maafa. Utuondolee janga la mvua ya mafuriko. Utuondolee janga la mvua ya kilio. Utuondolee janga la mvua ya kuua. Isikuwe mvua ya kubeba watoto. Isikuwe mvua ya kubeba biashara. Isikuwe mvua ya kubeba manyumba. Isikuwe mvua ya kuharibu nchi. Isikuwe mvua ya kuleta mafuriko, ya kubeba manyumba. Unaona? Sasa tunaambia Mungu, tuondolee, utukumbuke. Tunakumbuka katika maagano ambayo ulifanya na Noa. Hiyo kuomba tu Mungu hiyo
katika hiyo maagano ambayo alifanya na Noa kwa kuona hiyo rainbow. Na kuambia mvua ambayo itakuwa inanyesha, hakutakuwa na mvua ya mafuriko, hakutakuwa na mvua ya kuharibu mmea, hakutakuwa na mvua ya kubeba watoto, hakutakuwa na mvua ya kubeba magari. Hiyo tayari mmekumbuka Mungu kwa maagano ya Noa. Naye Mungu anasikia kilio chenu kwa sababu mmetenda kwa kujua sasa vile Mungu anataka mfanye. Ndio maana shida zilikuwa mingi katika taifa. Mungu huwa anaunua manabii wake na kuwapatia ufunuo na kuwapatia maarifa jinsi wataelekeza taifa, jinsi ya kufanya, jinsi ya kuomba Mungu na kutubu dhambi na kuomba kuvunja hiyo maagano, na Mungu anatenda. Ndio maana Mungu anaunua manabii wake kwa kuwapatia mafundisho hali ya juu, kuwapatia hekima hali ya juu na maarifa hali ya juu, kama vile nawafundisha hivi, ili hii mafuriko, hii mvua ya kunyesha hii isikuje na mafuriko. Hiyo ndiyo njia ya kuomba, kukumbuka maagano ya Noa. Hiyo rainbow iko na maana, hiyo rainbow iko na nguvu zaidi, hiyo rainbow iko na uzito. Usichukulie hivyo hivyo. Kwa hivyo hiyo nishakufundisha, ushajua jinsi ambazo tutaomba tuepuke hiyo taabu, jinsi tutaepuka hiyo shida. Sasa nataka nikufundishe maana ya Noa kuunda maarifa, maana ya Mungu kumpatia Nuhu kutengeleza meli. Unajua hiyo meli ambayo Nuhu aliunda kupitia kwa Noa, hizi taifa ambazo unaona zinaunda meli, hiyo meli ilianzia kwa Noa, na hiyo maarifa walitoa kwa Noa. Na Noa alitoa hiyo maarifa wapi? Noa alitoa hiyo maarifa kwa Mungu. Na Noa alitoa hiyo maarifa kwa Mungu wapi? Kwa kunyenyekea, kwa kumsikiza Mungu, kwa kuenda na mapenzi ya Mungu. Ndio Mungu akampatia Noa maarifa. Wakati Noa alipata maarifa, akaanza kutekeleza hiyo maarifa ya Mungu, akaanza kuunda hiyo meli, akaanza kutengeneza safina, na kupitia kwa Noa akaokoa kila kizazi na kila kizazi. Sasa atunyeshoi mvua. Kama Noa angetekeleza hiyo mapenzi ya Mungu, kila kizazi na kila kizazi, Mungu angekuwa ananyeshea mvua kwa sababu ya dhambi. Lakini Noa alitekeleza mapenzi ya Mungu, na kupitia kwa Noa hizo mataifa ambayo zimebobea ziliunda meli kupitia kwake. Na ile kitu ambayo Afrika waelewi, hiyo ndiyo kitu ambayo Afrika wanapotea kwa kukosa maarifa. Afrika wana maarifa, ndio maana unaona janga ya shida, mataabu ya ukosefu wa ajira imejaa Afrika, kwa maana ile nafsi ya maarifa imeenda. Sasa vile nakufundisha hizi, hiyo nafsi ya maarifa inafuka ndani yako. Hiyo nafsi ya maarifa ya Noa inafuka ndani yako. Vipawa yenu inaenda kuchipuka, nguvu zenu zinaweza kuchipuka kama ulikuwa na maarifa. Sasa hii maarifa ni ya upande wa meli. Sasa ile nguvu ya meli inafuka ndani yako, ile nguvu ya meli inafuka ndani yako. Wakati utapata hiyo nguvu ya meli, Mungu atakuelekeza, Roho Mtakatifu atakuelekeza vile zile miti ambayo utatekelezea meli. Kwa maana Mungu akamwambia Nuhu, utafute miti ya mvinje. Miti ya mvinje ni miti ngumu sana. Katika nchi ya Kongo hizo miti zimejaa. Zile miti hata zikipigwa risasi ingie ndani, na zile miti ndio zinatengeleza bulletproof. Na hiyo miti ya mvinje ndio Mungu alimwambia Noa atengeleze nayo nini? Atengeleze nayo meli. Na ndio unaona hizo miti zimejaa Kongo. Bustani la Edeni ambaye ni Afrika, bustani la Edeni ambaye imejaa mazao. Na hii mafundisho na kufungua inafungua vipawa zako. Na hiyo kipawa ikipatikana ndani yako, anza kuitekeleza. Mungu atakuelekeza katika ndoto. Anza kufuata masharti ya Mungu. Wakati wewe mtu mmoja utazindua meli katika nchi ya Afrika, wakati utaanza kutengeleza meli katika nchi ya Afrika, utakuwa umekomboa nafsi za watu wengi ambao walikuwa wanaangamia kwa kukosa ajira, ambao walikuwa wanateseka kwa kukosa kazi. Utakuwa umekomboa nafsi ya watu wengi. Watu watapata kazi kupitia kwako, kama vile Noa alikomboa dunia mzima kwa kufuata sauti ya Mungu, kutengeleza tu safina. Mungu anyeshangi mafuriko kupitia kwako. Hii maarifa ya kutengeneza meli, wakati naingia kwako, utakuwa umekomboa nafsi mingi ya Afrika. Utakuwa umetoa watu wengi kwa dhambi. Watu wanaingia kwa dhambi kwa sababu ya kukosa kazi. Mtu anaingia katika wizi kwa sababu hana kazi, msongo wa mawazo. Hiyo ni dhambi. Bali wewe ambaye Mungu anakupatia kipawa, tekeleza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tekeleza mapenzi ya Yesu Kristo. Kwa maana Mungu akamwambia Musa, akamwambia Noa, weka mikono 300 kwenda juu, kwenda urefu. Weka mikono 50 upana. Weka mikono 30 kwenda juu. Inamaanisha gani? Hiyo ina maana ya kwa Mungu alimpatia measurement zote. Alimpatia michoro yote. Kati vile Mungu anaenda kuelekeza, ataenda kukupatia michoro yote. Haijalishi kiwango yako, haijalishi
Aidha umesoma ama hujasoma, Mungu anaenda kuinua. Masomo haitazuia Mungu kufanya maarifa ndani yako. Madigrii yako haitazuia Mungu, akili yako haitazuia Mungu. Haijalishi aidha ni miaka yako, wewe ni mzee ama wewe ni kijana, haijalishi aidha wewe ni msichana, Mungu anaenda kufanya ukubwa ndani yako. Mungu anataka kuonyesha Afrika yeye ako na nguvu. Mungu anataka kuonyesha mataifa yeye ndio Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu anataka kuonyesha akili yako haiwezi fikia upumbavu wa Mungu. Maarifa yako haiwezi fikia ujinga ya Mungu. Maarifa yako, nakwambia, hiyo maakili yako ambayo hujasoma haiwezi fikia upumbavu ya Mungu. Hiyo digrii yako haitazuia upumbavu ya Mungu. Yaani upumbavu wa Mungu unaenda kufanya kazi kubwa ndani yako, unaenda kufanya hekima kubwa ndani yako. Maarifa yako inaenda kuchipuka kwa njia ya kushangaza. Nguvu yako inaenda kuchipuka. Time ya Mwafrika kuinuka imefika. Mungu anaenda kuinua Mwafrika. Nakwambia, hii mafundisho usione hivi. Hii mafundisho iko na nguvu mingi. Hii mafundisho inakufungua. Iko na power za Mungu, nguvu na mamlaka. Power on the authority zinaingia ndani yako. Power za Mungu, supernatural power. Utajua uchi. Nakwambia, utapokea ushuhuda kwa mafundisho. Kupitia kwa mafundisho umebarikiwa. Kupitia kwa mafundisho imekufungua. Endelea kunifuatilia katika YouTube channel. Endelea kufuatilia katika YouTube channel. Justus Mashika Severio hashtag. Justus Mashika Severio hashtag. Endelea kusubscribe. Endelea kushare kwa my friends. Uokoe nafsi ya watu wengi kupitia kwa mafundisho. Endelea kushare kwa YouTube. Endelea kushare katika WhatsApp. Kwa maana ni injili ya Mungu unaishare. Hii unasimama na kazi ya Mungu. Hiyo kushare tu. Kuna mtu ambaye alikuwa ajui, anapokea maarifa. Anakuambia nikaota vile mtumishi alikuwa anahubiri, vile prophet alikuwa anahubiri katika mtandao, vile ulishare, nimebarikiwa, shida fulani imeisha. Unamtukuza Mungu. Mtu mmoja akiokoka, malaika juu mbinguni wanashangilia. Mtu mmoja akiokoka. Unaonaje? Unaonaje? Ambia Mungu asante kwa mafundisho. Imekufungua. Wewe machache, ubarikiwe. Nitakuja na mafundisho mengine nitawafundisha. Nitawafungua zaidi. Mbarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Na muongozwe na Roho Mtakatifu. Na muongozwe na Mungu. Vile Mungu alikuwa na Musa, alikuwa na Noa, alikuwa na Adam. Muongozwe na ili shida hizi za Afrika ziishe. Ni wakati Mungu wa kuongoza. Barikiwa sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen.